Habari za popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga nasi, bila shaka na ukaribisha kuweza kufuata matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlema, mtazamaji wa Nipe News TV. Tuanze moja kwa moja matukio yetu katika mji wa Bunagana. Ni kwamba vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viendelea kuwashambulia wahasi wa M23, huku taarifa zinazotolewa na wakahaji wa mji wa Bunagana zasema kwamba kwa sasa waasi hao wanapigwa vibaya sana na wengine kuuliwa hata na raia. Njoo ule population sha munasa, population memuua. Kwa hivyo kwenda kimbilia. Njoo ule mko kabariere pamoja na polisi. Ninawaza mnamuona nyie wote, njoo ule. Population maana tomboke kwenda banasa. Kwenye biko kimbilia. Population kwenda banasa na bapiga. Njoo bale maana nguvu ya population iko ngambo ya Uganda. Basoda kuwa protegesha kwa nguvu. Njoo ule mwanalo la pale. Asha mubuma. Njoo ule kabisa, njoo ule. Angali. Population kwenda batosha mumilima. Mumilima kule, njoo kwa population kwenda batosha kwa basha le bordel. Kwa kimbilia, njoo ule. Kwa Goma ni kwamba baada ya maandamano hapo jana, hatimaye raia wamepora duka zinazodhibitiwa na Wanyarwanda katika jiji la Goma. Mashope hapa za wanasema ni za Banyarwanda, banabomola, donc milango nashindikana kufungulikana, mais bio yote go sakaje, donc c'est compliqué, très compliqué. Ujelekeze hapo Kasumbalesa ni kwamba wanachama wa chama madarakani cha UDPS waunguza mali za raia wa vyama vingine huko. Ce n'est pas possible. Kasumbalesa. Waouh. Vraiment, ça c'est grave. Kasumbalesa, les partis politiques. Ya. Ce n'est pas possible. Ça c'est la rébellion. Parti présidentiel, biloko bazo sala o mérité. Kananga ni kwamba ndege ya aina ya Gomer yafanya ajali katika mji huo wa Kananga. Tu as vu, mon cher, les dégâts, Joss? Tu as vu? Donc, à mon moteur, il y a côté gauche, ils ont touché. Côté gauche. Jelekeze pa Ituri ni kwamba viongozi wa wanamgambo wa Codeco waanzisha mchakato wa kufanya kazi pamoja na vyombo vya serikali. Décidément, l'heure de la paix a sonné à Ituri. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco bar IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lendu a été lu par ces miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bunia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au P2RCS. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IRDPC bar Codeco et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lendu qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Reti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme 2DRCS pour mener à bien cet engagement.
au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes à la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que effectivement cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances. Kinshasa, wabunge wa taifa watano wamesitishwa kazi ikiwemo Adolphe Muzito, Marie-Ange Museneko kwa sababu za kutokujumuika kwenye bunge la taifa. Tumetoka kwenye plénière kwa sababu kwanza tunataka kusema tuko violation ya reglement intérieur na constitution. Inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale tena. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide ba député. Wanainvalide ba député ba mingi ni ba opposition. Ukiangalia kuna watu wenye bali presenter madokuma yao ya kujustifie kwa nini hawakuwepo kwenye maplénière. Na mimi niko moja wapo, nilikuwa invité, nilipresente, tabambia. Marie-Ange Lukiana, Marie-Ange Mshobekwa, pardon, honorable Marie-Ange Mshobekwa, alipresente, lakini wanamtoa. Na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo, sisi tunasema hivi. Assemblée nationale ni kama iexiste inakufa. Kwa sababu kuko violation ya constitution, violation ya reglement intérieur, hakuna respect ya kitu. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama kuna necessite ya kuendelea kuparticipe kwenye violation ya malwa ya Republika. Asante. Merci dada. Mtazamaji wa Nipe News TV, ni hayo tu kwenye matukio yetu siku ya leo. Mimi ni Andrea Mlema, ni bora kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Asante, jiunge nasi kwa siku na wakati mwingine. Chao. Wapendwa wa diaspora, Hii ni kwa ajili yenu. ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, Kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.